Jina langu ni Neema. Nina miaka 22 na leo nakupa simulizi ambalo nimebeba moyoni kama kovu lisilofutika. Simulizi la jinsi nilivyofukuzwa nikiwa mjamzito, nikiwa kwenye miezi ya mwisho, nikiwa sina hata 100 mfukoni. Simulizi la jinsi nilivyotembea usiku kwenye barabara yenye vumbi, nikilia kama mtoto mdogo aliyepotezwa. Simulizi la jinsi nilivyoona dunia ikigeuka mgongo wakati nilihitaji hata tone moja tu la huruma. Lakini pia ni simulizi la jinsi mtoto niliyebeba tumboni alivyobadili hatima ya mtaa mzima. Mtoto ambaye alizaliwa kwenye giza, kwenye maumivu, kwenye kukataliwa, lakini akaleta nuru ambayo hakuna mtu aliyetegemea. Kabla sijaendelea, tafadhali like, subscribe na comment unapotazama kutoka, kwa sababu leo ninakuambia hadithi ambayo ilijenga roho yangu kutoka sifuri. Kila nikiikumbuka siku ile, moyo wangu hupasuka upya. Nilikuwa nimebeba ujauzito wa miezi 8. Miguu yangu ilikuwa imevimba, ngozi yangu ilikuwa imechoka. Mwili wangu ulikuwa unataka tu kupumzika mahali penye joto. Nilipofika nyumbani, nyumba ndogo niliyokuwa nimepanga, nilikuta mlango umefunguliwa na vitu vyangu vikitupwa nje. Nguo zangu, blanketi langu, hata kabati langu dogo lililokuwa na hereni moja tu ya marehemu mama yangu, vilikuwa hapo chini, vimechanikwa na vumbi kama kwamba havikuwa vya binadamu. Nilimwangalia mwenye nyumba kwa macho ya maswali. Nikatumia pumzi ya mwisho kumuuliza, "Kwa nini umenifanyia hivi? Mimi ni mjamzito." Akajibu kwa sauti iliyojaa dharau ambayo ilinichoma, "Ulishindwa kulipa, hutalipa, na sitaki matatizo ya wanawake wajawazito hapa. Ondoka kabla giza halijawa nzito." Nilishika tumbo langu. Nilihisi mtoto akicheza ndani kana kwamba naye alisikia maumivu yangu. Nikamuuliza kwa mara ya mwisho, "Nitaenda wapi usiku huu?" Akanigeukia bila huruma, "Hiyo si kazi yangu." Ndipo nikajua, siku hiyo dunia ilikuwa imeamua kuniua polepole. Nilichukua mfuko wangu mdogo, nikavua kiatu kimoja kilichokuwa kimenikandamiza na nikaanza kutembea. Sikuamini kwamba nimefukuzwa kama takataka, kama mtu asiyestahili hata kasia ya huruma. Nilitembea bila haya, nilitembea bila nguvu, nilitembea nikiwa mjamzito na dunia nzima ikinitazama kama mzigo. Watu walinipita bila kuniangalia, wengine walinigeuka macho kama nimeloga, wengine walicheka, wakasema, "Hao ndo wanaopenda wanaume hovyo, sasa anatafuta huruma." Nilikuwa nimeinama, nikijaribu kuficha machozi, wakati nilisikia sauti ya mwanamke mmoja mzee, "Binti, simama hapo." Niligeuka polepole. Alikuwa ni mama mzee aliyeuza viazi vitamu kwenye kibanda kidogo. Nguo zake zilikuwa chakavu, lakini macho yake yalikuwa na nuru ya huruma ambayo sikuiona kwa binadamu siku nyingi. Aliniuliza, "Uko wapi usiku huu? Kwa nini unatembea hivi ukiwa karibu kuzaa?" Nikajibu kwa sauti dhaifu, "Nimefukuzwa, sina pa kwenda." Alininyamaza, alinisoma, akageuka na kumwambia kijana aliyekuwa naye, "Lete kiti." Akaniambia, "Kaa, pumzika, hata kama sina nyumba, nina kiti." Maneno yake yalivunja ukuta wa machozi niliyokuwa nikiyazuia. Nilikalia kiti kile kilichochoka lakini kisicho na dharau. Mama huyo akaniwekea kikombe cha maji. Aliweza kunipa kidogo, lakini hicho kidogo kilikuwa thamani kuliko mamilioni ya waliofanya dharau. Nilipoketi pale, nikisikia mtoto wangu akijitingisha tumboni kama ananiambia nisimkate tamaa, nilifanya uamuzi ambao ungali unanisukuma hadi leo. Nilipiga kiapo kimoyoni, hata kama nitazaa barabarani, hata kama nitateseka, sitamwachia mtoto wangu maisha haya. Sitamweka katika dunia ya kukataliwa. Nitapambana hadi pumzi yangu ya mwisho. Nguvu isiyo ya kawaida ilinijaa. Kwa mara ya kwanza, niliamini kwamba maumivu haya yalikuwa mwanzo wa safari, si mwisho. Mama huyo mzee aliniambia, "Binti, usiku umezidi sasa. Usiende mbali, kaa hapa kwanza." Lakini hatukuwa tunafahamu kwamba mbele yetu kulikuwa na safari ya giza ambayo ingebadili hatima ya watu wengi zaidi ya mimi. Tulipokuwa tumekaa, askari mmoja wa doria alinijia akasema, "Hapa si sehemu ya kulaza watu. Mama mjamzito kama wewe unaweza kufa." Nilijaribu kumuomba msaada. Akasema, "Hospitali inatoza. Mwanamke kama wewe una pesa ya nini?" Nilijua nilikuwa nimeangukia kwenye mdomo wa chuki ya jamii. Jamii ambayo huhukumu kabla haijasikia. Jamii ambayo huamua thamani yako kwa nguo, sura na kigezo cha fedha. Mama huyo mzee alijaribu kunitetea. Akageukiwa kwa hasira, "Wewe mama, tafuta biashara yako. Acha kuokota watu wa mitaani." Niliponyanyuliwa kwa mkono kwa nguvu, mwanamke mzee alisimama mbele yangu kana kwamba alikuwa ngao. Kwa ujasiri aliyoujenga kwa miaka ya
mateso akasema, hapana, huyu ni binti yangu leo, hutamgusa. Nilitokwa na machozi. Niliona malaika ndani ya mwanamke alionekana masikini lakini mwenye utu kuliko wote. Nilipoondolewa pale na askari, nilianguka chini kwa maumivu ya tumbo la mimba. Walisema nife, walisema sina maana, walisema mimi ni tatizo. Hakuna aliyesimama, hakuna aliyekuja kuniuliza kama nahitaji msaada. Nilianguka barabarani, miguu yangu ikakosa nguvu. Nilijua uchungu haukuwa wa ujauzito tu, ulikuwa wa moyo. Mama huyo mzee akaja mbio akinishika. Binti, pumua, tumbo lako linasumbua. Nililia, nataka mtoto wangu azaliwe mahali panapomheshimu. Sijui nitaenda wapi. Mama alisema, nitakupeleka kwa mkunga mmoja pale kwa ndani, japo si hospitali, lakini utakuwa salama. Nilimwamini kwa sababu aliniona kama binadamu. Tulipofika kwenye kibanda cha mkunga, nilikaa chini nikipumua kwa uchungu. Mzee yule mkunga, mwanamke aliyekoma damu, alinitazama na kusema, binti, maisha yako yamejaa laana ya jamii, si laana ya Mungu. Mtoto huyu unayembeba si wa kawaida. Unaona nini usiku? Unaona ndoto gani? Nilitetemeka. Kwa miezi yote ya ujauzito, nilikuwa nikiota ndoto moja ile ile. Mtoto anazaliwa, watu wanakusanyika, hatima ya mtaa inabadilika. Sikuambia mtu, nilisema kwa sauti dhaifu. Mama mkunga akasema kwa sauti iliyotisha na kunitwanga ndani ya roho, kuna watoto wanaozaliwa na baraka ya kubadilisha dunia. Wengine huzaliwa na mamlaka ya kusafisha machungu ya watu, na wengine huzaliwa kama majibu ya maombi ya waliochoka. Akanitazama machoni, ninaona nuru tumboni mwako. Nilipata baridi kali mgongoni. Je, kweli mtoto niliyemlea kwenye mateso angekuja kubadilisha dunia? Lakini kitu kilitokea kabla hatujazungumza zaidi. Watu waliokuwa wananifahamu kwenye mtaa walikusanyika nje ya kibanda. Walianza kupiga kelele. Kwa nini anatuletea mzigo? Huyu hatatuletea chochote kizuri. Anazaa bila baba, ataliletea laana mtaa. Nilisikia sauti zao zikinijenga hasira ya damu. Kwa mara ya kwanza niliona wazi, hakuna kinachoumiza kama jamii inayoua moyo wa mama mjamzito. Lakini pia nilijua sasa kwamba mtoto wangu angekuja kuibadilisha. Wakati kelele za watu zilipokuwa zinazidi nje ya kibanda cha mkunga, nilihisi kama dunia nzima imekusanyika kunipinga. Nilisikia maneno yaliyopenya ndani ya mifupa yangu. Huyu mtoto ataleta balaa hapa. Huyu mama hana hata mahali pa kuishi. Atazaa kiumbe wa matatizo. Niliweka mikono yangu tumboni, nikiusikia moyo wa mtoto wangu ukipiga, kana kwamba ananiambia, mama, usiache kupigana. Mimi nipo. Mkunga alinigeukia, akashika mabega yangu kwa nguvu isiyo ya umri wake, akasema kwa sauti iliyokatisha ukimya, binti, unazaa leo. Ilipita kama umeme mwilini mwangu. Nilijua hii ndiyo ilikuwa dakika ambayo hatima yangu ingerudiwa au kubadilishwa milele. Kabla hata hatujaanza maandalizi ya kujifungua, kelele nje ziliongezeka. Watu walikuwa wanamsukuma mkunga nje wakitaka anifukuze. Mama wa mtu mmoja alilia akisema, hatutaki mzigo mwingine hapa. Huyu ataleta laana. Kwa nini tusibaki na shida nyingine za wakazi wa mtaa? Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakizidi kuongezeka. Miguu yangu ikawa mizito. Niliogopa kuwa wangenitoa nje kwa nguvu wakati mtoto wangu yuko mlangoni kuja duniani. Mkunga alisimama mlangoni, akachukua kijiti chake cha zamani, akawaambia, kama kuna mtu wa kuzaa leo ni huyu msichana. Kama kuna mtoto wa baraka ni huyu anayekuja. Nikasema msingaamue mlangoni wangu kwa sababu ya ujinga wa roho zenu. Lakini watu hawakuogopa. Walimzidi nguvu. Walianza kuingia ndani. Nililia, tafadhali, siwezi kutembea tena. Mtoto anakuja. Nilikamata kitambaa kilichokuwa karibu, machozi yakinitoka, tumbo likinivuta chini. Na hapo ndipo alitokea. Mama yule mzee wa viazi, yule aliyenipa kiti, aliyenipa maji, aliyenipa nafasi ya kupumua, alikimbilia ndani kama radi. Akasimama kati ya mimi na umati. Akasema kwa sauti ambayo sikuamini inaweza kutoka kwa mwili mdogo kama wake. Nyie hamna aibu? Mnaona tumbo lake? Mnaona macho yake? Mnaona uchungu huu? Na bado mnataka kumtoa nje? Shenzi kabisa. Kama mnagusa msichana huyu leo, basi mpitie mwili wangu kwanza. Watu wakanyamaza. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, niliona mfano wa mtu anayesimama kwa haki bila kujali umaskini wake. Niliona mwanamke ambaye hakuwa na kitu, lakini alikuwa na moyo usio na mwisho. Mama yule mzee akaendelea, mtoto huyu si wa kuzaliwa mitaani. Msichana huyu si wa kutupa. Hapa kwangu atajifungua. Na mtaona siku moja, mtaomba radhi kwa jinsi mlivyomtendea. Watu wakasita. Waliona moto moyoni mwake. Moja mmoja wakarudi nyuma. Ndipo mkunga akaniambia,
Neema, sasa tuna muda mfupi sana. Jipange, contractions zinakuja karibu. Nilikaa kitandani pale, jasho likitiririka, pumzi zikinikatika, nikisikia tumbo likinisukuma kama mawimbi ya bahari yanayokuja bila huruma. Nilikuwa na hofu, nilikuwa na maumivu, lakini ndani yangu nilihisi nguvu fulani. Nguvu isiyo ya kawaida, kama mtoto ninayemleta duniani anashika mkono wangu kutoka ndani. Mkunga aliniambia, binti, mtoto huu ana haraka ya kuja. Sikiliza pumzi yako, usipinge, wacha mwili ufanye kazi yake. Kelele za nje zilikuwa kimya sasa. Ni sauti moja tu niliyoisikia, sauti ya mtoto wangu. Baada ya dakika isiyokuwa na mwisho, nilihisi kichwa chake kikitoka. Nikalilia nguvu ya mwisho. Kisha ukimya. Ukawa kimya sana mpaka nikawa na hofu. Nilifikiri mtoto wangu amekufa. Nililia, tafadhali, muonyesheni. Lakini ghafla, mlio uliojaa hewa nzito ukavunja ukimya. Mtoto wangu alilia, lakini kilio chake kilikuwa tofauti. Kilio chake kilivuma nje kama mwanga. Watu waliokuwa nje waligeuka, walisogea, kimya kikatawala. Mkunga alinitazama kwa macho yaliyojaa mshangao. Neema, hawa si macho ya kawaida. Huyu mtoto. Nilimwangalia kwa hofu. Ana nini? Mkunga akasema kwa sauti ya kuficha machozi. Watoto wengine huzaliwa wakilia kama kuomba dunia iwape nafasi. Mtoto wako amelia kama anatoa wito kwa dunia iache uovu. Mama wa viazi akawa wa kwanza kumsogelea. Alipomshika, uso wake ulionekana kama umeona malaika. Mtoto huyu ana nuru, kuna kitu ndani yake. Nilianguka kitandani nikilia. Sijui ni baraka au mzigo, lakini nilijua maisha yangu yamebadilishwa. Kesho yake, kitu cha ajabu kilianza katika mtaa ule. Watu waliokuwa wanagombana kwa miaka walipatanishwa. Baba na mwana waliokuwa hawaongei walikumbatiana. Mtu aliyekuwa anaugua madeni alipata barua ya msamaha. Mtoto aliyekuwa mgonjwa alipona kwa ghafla. Na jambo ambalo liliwavunja watu nguvu zaidi ni hili. Mzee mmoja aliyeishi kwa hasira na chuki kwa miaka 30, alipopewa nafasi ya kumwangalia mtoto wangu, alilia na kusema, nimehisi amani kwa mara ya kwanza maishani. Ulikuwa mtaa wa fujo, wivu, choyo na ukosefu wa matumaini. Lakini tangu mtoto wangu azaliwe, watu walianza kusaidiana, walianza kutabasamu, walianza kuheshimiana. Ilikuwa kana kwamba nuru iliyoingia kupitia mtoto wangu ilianza kuosha giza linalowakandamiza miaka yote. Lakini kila nuru inapozaliwa, giza hutafuta kuifunika. Walikuja viongozi wa dini, walikuja matabibu, walikuja wanawake wenye wivu, walikuja wanaume wenye tamaa. Wengine walitaka kumgusa ili wapate baraka, wengine walitaka nimpe kwa mazoezi ya kiroho, wengine walitaka nimuuze kwa familia tajiri. Wengine walinizunguka wakiwa na kamera, wakaweka picha mtaani bila ruhusa, wakaniita mama wa muujiza. Niliogopa. Mtoto wangu alikuwa binadamu, sio bidhaa ya imani za watu. Mkunga aliniambia, Neema, giza linaanza kuja, lazima umlinde mtoto wako. Lakini sikuwa na pesa, sikuwa na nyumba, sikuwa na usalama. Nilikuwa mwanamke mmoja tu aliyezaa mtoto wake kwenye kibanda cha mitaani. Siku moja, kundi la watu lilianza kunipangia kunichukua mtoto kwa nguvu. Walijificha nyuma ya maneno ya baraka, lakini macho yao yalikuwa ya tamaa. Mama wa viazi alisimama tena mbele yangu, akapiga kelele, hamtamgusa mtoto huyu, hamtamchukua. Huyu ni mtoto wa baraka, sio wa biashara. Lakini safari hii watu hawakusikia. Walinisogelea, walinitisha, walinikamata mkono. Mtoto wangu alilia. Kilio chake kilivunja mioyo ya watu wawili, lakini hakikusimamisha giza lililokuwa linakuja. Ghafla, askari alitokea. Askari yule yule aliyenifukuza usiku ule. Alisimama mbele yangu na kupiga kelele, msimguse huyu mtoto, msimguse huyu mama. Watu wakageuka kwa mshangao. Akasema kwa sauti ya aibu na toba, nilikosea usiku ule, lakini leo nitawalinda hata kama ni kinyume maamri. Watu wakanyamaza. Kwa mara ya kwanza, mtu aliyenikataa alisimama upande wangu. Mtoto wangu alitulia mikononi mwangu. Niliamini hapo kwamba dunia bado ina nafasi ya kubadilika. Miaka iliendelea. Mtoto wangu niliyekuwa nimempa jina Baraka alianza kukua.
kila alipokuwa, watu walibadilika zaidi. Majirani wagombana wakawa marafiki, watu waliokuwa wabinafsi wakawa wa kutoa, mtaa uliokuwa wa giza ukawa wa upendo. Lakini cha ajabu zaidi ni hili: kila alipopita Baraka, watu walihisi kutaka kufanya jambo jema. Sio miujiza ya kishirikina, sio uchawi, sio nguvu za ajabu zisizoelezeka. Alikuwa tu mtoto aliyepitia mateso kupitia mimi, mateso yaliyofungua mioyo ya watu. Leo ninapokaa na kumtazama Baraka katika umri wake wa miaka 7, nikiona jinsi anavyowapa watu amani, najua kitu kimoja: wengine huzaliwa kwa ajili ya maisha yao, wengine huzaliwa kwa ajili ya maisha ya dunia. Baraka alizaliwa ili kubadilisha mtaa mzima. Ilikuwa kama Mungu alimtupa duniani kupitia tumbo la mwanamke aliyefukuzwa, ili dunia ijifunze kwamba wema unaweza kukua kwenye maumivu. Na mimi nimejifunza kupigana, nimejifunza kusimama, nimejifunza kuwa mama sio tu kwa mtoto wako, bali kwa dunia inayomzunguka. Leo najua jamii inaweza kukukataa, watu wanaweza kukudharau, lakini dunia haiwezi kuficha nuru ambayo Mungu ameweka ndani ya mtu, na mtoto wangu ni ushahidi. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali like, subscribe na uniambie unatizama kutoka wapi.